Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ndio sasa tena wewe mlamba lips tena unaenda kuzulumu chips. Ningesikia Chidi Benz nisingeshangaa. Sasa Chidi Benz labda kashakula vitu vyake. Tuko na Uncle Dudu Baya, Konki Master, CEO wa Gen Z wote sasa hivi, lakini pia ni CEO wa Mambas 24. Tuzungumze naye maili matatu, na jambo zito ni kwamba anakaribia au anatarajia kuachia project yake mpya kabisa ambayo amemshirikisha au ameshirikiana na Damian. So tuzungumze naye maili matatu hapa mkubwa. Uncle, salamu alaykum. Alaykum salam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwema. Sifu Yesu Kristo. Vizuri. Mimi natamani tuanzie kwenye project yako mpya. Of course kwenye press umezungumza mengi sana, na najua sasa hivi unajua Uncle kwa mnoma sana kwenye muziki. Baada ya kutoka natumai kuna baadhi ya maadui zako walifurahi kwamba sasa Dudu Baya ameacha muziki, sasa sisi tuna nafasi yetu, unarudi sasa. Kwa hiyo inawezekana wale maadui wa zamani sasa ukawa umewachokoza tena, na inawezekana pia ukawa umetengeneza maadui wapya kwenye muziki sasa hivi. Sijajua Uncle umejipanga vipi kwenye hilo? Huwezi kuzuia mvua. Mvua haijawahi kutengenezwa na binadamu. Mvua imetengenezwa na Mwenyezi Mungu. Wakati wa mvua, wakati wa masika ni majira yaliyopangwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna anaweza kaloga masika yasitokee. Hakuna anaweza kaloga kiangazi kisitokee. Hakuna anaweza kaloga vuli isitokee. Ushanaelewa vizuri? Huo ni muundo wa Mwenyezi Mungu. Na mimi nimeumbwa na Mwenyezi Mungu kwa mfano wake. Na aliyenipa kipaji ni Mwenyezi Mungu. Na ndio maana toka 2006 walishajipanga kuhakikisha sisikiki. Je, kupitia nyinyi sisikiki? Marekani hawanisikii? Ulaya, Asia na Afrika hawanisikii? Mimi ndio Mambas 24, Son of God. Kama Utatu Mtakatifu hawajai kuzimwa, na mimi hakuna wa kunizima. Hawajai kushindwa wala kuangushwa. Utawala Mambas 24 hawezi kushindwa wala kuangushwa kwa sababu tuko chini ya Utatu Mtakatifu. Nikuulize swali moja. Unajua Mwenyezi Mungu anaabudiwa na kila kitu alichokiumba? Unalijua? Miti inamwabudu Mwenyezi Mungu, haimwabudu? Mito, ziwa na bahari hazimwabudu? Milima na mabonde, majani, mifugo, ndege, binadamu. Kama Mwenyezi Mungu vyote vinamwabudu, ndio maana hajawahi kuzimwa. Sababu kila kiumbe kilicho hai kinafanya nini? Kinamtaja. Yesu Kristo anatajwa asubuhi, mchana, jioni, usiku na Wakristo. Itokea ajali kwenye basi, Yesu wangu. Uone nyoka ndani, Yesu. Mtume Muhammad, wewe ni Muislamu, wewe unamtaja mara ngapi? Hajawahi kuzimwa na wala hatazimwa. Roho Mtakatifu, ndio maana tuna roho. Binadamu yote huwezi kuishi bila Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa connected na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hatoi sauti. Ukimwomba Mwenyezi Mungu majibu yako unayapata kupitia Roho Mtakatifu. Ulikuwa unatafuta kazi, una kazi. Ukimwomba Mwenyezi Mungu hata kwenye ndoto, Roho Mtakatifu atakuja atakwambia nenda sehemu fulani. Ukaenda hiyo sehemu utakutana na mtu sahihi na utapata kazi. Umeelewa vizuri? Nenda sehemu fulani utapata msaada kwa kile ulichoomba. Utapata kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Baba, Mwana, Yesu Kristo, Mtume Muhammad pamoja na Roho Mtakatifu hawajai kuzimwa, kushindwa wala kuangushwa. Na mimi Godfrey Tumaini William hakuna kunizima, kuniangusha wala kunizima, sababu hamjaniumba nyinyi, hamjanizaa nyinyi. Kwa hiyo Mambas 24 no sleep, Mambas 24 iko peki. I'm back na Mbungi, featuring Damian Solo, producer FDQ. Goma linasonga, majenzi yote kwenye platform zote, ma DJ yote popote ulipo download, ni ngoma ya club, ngoma ya kubeni, maboda boda, bajaji, tembea na Mbungi kama kawaida. Kwa hiyo maadui zangu mimi naambia tu, kama toka 2006 mnahangaika na mimi, radio mpya, TV mpya zinakuja, mnaungana, matamasha yenu hamtaki nishiriki, lakini Dudu Baya sikiki yangu.
Mamba asikiki, oili chafu asikiki. Tuko YouTube, tuko na TV online ndio zinakimbiza dunia iko hapa. Hakuna doli inayotawala milele, utawala wao ulishakwisha. Sasa hivi TV online ndio utawala wenu. Na sisi ndio tupo huko. We live your life. Nashukuru bwana utupa Maua Online TV. Zamani of course radio ilikuwa niseme kama kila kitu kwa msanii. Akitoa project basi lazima mcheki presenter au producer wa kipindi au ma DJs waweze kuplay hizo ngoma. Sasa hivi kuna mambo ya digital platforms of course, YouTube, iTunes, Audiomack, sijui Boomplay. Na sasa hivi sijui kuna wale watu ambao wananuaga muziki. Tunasikia sijui kuna Wachina huko kazi ya kununua muziki, fedha inaonekana. Sijui Dubai kwenye hilo umejipanga vipi, na hawa walikuwa wanakubania zamani wakisema waendelee, kuna sehemu yote watakuwa wanakuumiza? Hawawezi tena. Niliwaambiaga kitambo sana, hakuna dola inayotawala milele. Dola inayotawala milele ni Mwenyezi Mungu tu. Na ndio aliyeumba mbingu na ardhi. Tawala zote zinakuja zinapotea. Kwa sasa hivi TV na radio zao na matamasha yao. Na ndio maana sasa hivi hata matamasha yao wana miaka 3 hawajafanya. Sababu kila wakiandaa tamasha hata mikoani watu hawajai, labda wawaingize bure. Uongo kweli? Fiesta na miaka mingapi haijafanyika? Karibu 4. Kwa sababu wanakula za uso. Wasafi Festival Zuchu walipo watukana mashabiki Mbeli kwa mwaka gani wakampiga makopo? 23. Are you sure? 23. Tena niko Mwanza naumwa kwa mamangu. Yes, kumbuka. 2023. Walipotoka pale wakaenda Sumbanga, sio? Baada hapo wakaenda Msoma. Baada hapo Wasafi Festival ikawa haipo tena. Na najua ni kwa nini haipo tena, ni kwa sababu hata Wasafi Festival 2019 nilipokuwa nao ilikuwa inafika saa 2 saa 3 uwanjani watu hawajaja. Inabidi uongozi ukawaingize watu bure. Wakiingiza watu bure, uwanja ukipendeza kidogo, kwa hiyo wanaofuata ndio watakata ticket. Unajua hizo techniques za show. Mfano mimi na show, mapromoter wengi wanafanya hivyo. Wanatoa complimentary. Hata hiyo hata Twanga Pepeta Shabalaka anafanyaga sana. Sikuna vijia vile vya Twanga Pepeta, sio Mwananyamala, sio wapi, Magomeni, sio wale matawi yale. Kama unavyoonaga matawi ya Yanga, matawi ya Simba, sio nini. Kwa hiyo ukiwa unaandaa tamasha uwe na hiyo akili. Sababu unahitaji tamasha lako lijae watu ili wadhamini washawishike makampuni kuwekeza. Kwa hiyo unachokifanya kwenye tamasha unakuwa una target yako, ukumbi unaingia watu 3000. Kwa hiyo inabidi utoe complimentary labda 500. Kwa hiyo kama Dar es Salaam hapo unaenda kwenye vyuo vikuu vyote, unawapa wana vyuo complimentary za bure vyuo vyote. Na ile complimentary sharti lake unawaambia mwisho saa 4. Kwa maana yake mtu saa 4 inabidi ameingia ndani, kwa sababu ikifika saa 4 complimentary itume. Sasa inapofika saa 4, kwa hiyo wale wanaokuja kukata tiketi wakichungulia wanaambia ndani tayari watu wamejaa, mtu anaka. Lakini mtu akiambiwa nje ndani hamna watu, mtu. Kwa hiyo hizo ni technique za kibiashara. Kwa hiyo hizo wamejaribu kufanya sana, hizo hazina mafanikio. Watu walishaona hamna jipya. Ushanelewa. Unajua kitu ukiwa unafanya matamasha afu kama ulivyoona ile tamasha kubwa lilifanyika Samia Festival hapa Kawe, unakumbuka? Msanii anapanda na matikiti. Sasa kweli mtu kaja kwenye show unapanda unamgawia wa tikiti, kweli tikiti ana mtani tikiti kweli? Shilole wewe, bana Shilole wewe. Kwa hiyo si ubunifu wako tikiti. Mimi nimekuja kutaka burudani, wewe hauimbi unanigawia mimi tikiti. Kwa hiyo ukitazama tamasha limefanyika Morogoro, likienda wiki ijayo Dodoma, entertainment ni ile ile. Wakitoka Dodoma Mwanza, uimbaji ule ule, style zile zile. Shanela. Kwa hiyo nafikiri ni kwa sababu waandaaji wa matamasha ufinyu wa pesa wanayowapa wasanii. Na ndio maana Vanessa Mdee, kama unakumbuka. Mnakumbuka Manko? Mnakumbuka nye? Vanessa Mdee wakati amequit music, sababu moja hapo alisema, kwa sababu Vanessa Mdee alikuwa na focus inayofanana au vision inayofanana na AY.